Wapendwa kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribisheni tena kwa nafasi ya pekee aliyotupatia Mwenyezi Mungu ya kutafakari pamoja neno la Mungu. Tafakari hii inayokushirikisha kwa sasa ni tafakari ya Dominika ya 7 ya Pasaka. Tunaendelea bado na kipindi cha Pasaka, lakini tunaelekea mwishoni. Dominika hii ya 7 ya Pasaka ipo katikati ya tukio la kupaa kwa Bwana na sherehe ya Pentekoste, kushuka kwake Roho Mtakatifu, ambayo tunaisubiri siku chache zijazo. Hii ni Dominika ya kusubiri, kusali na kuimarishwa, kama tutakavyosikia kwenye somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapa tunamuona baada ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo amerudi kwa Baba, lakini bado kanisa liko duniani. Kanisa liko katika changamoto, sehemu nyingine liko katika mateso, lakini vile vile linaendelea na utume wake. Kumbe masomo ya leo yanatuonyesha sasa tufanye nini? Tufanye nini tunaposubiri nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye atatuimarisha na kutufanya tuweze kuendelea vizuri na utume wetu, kama wale mitume wa kwanza baada ya kupata Roho Mtakatifu walivyoimarika na kuendelea kutangaza neno la Mungu. Sasa tuanze tafakari yetu na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 12 mpaka ya 14. Ufupisho wa somo hili, na nikuombe upate muda uweze kulisoma kama livyo, mimi nakupa ufupisho. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, mitume walirudi Yerusalemu. Hawakutawanyika, hawakurudi kwenye maisha yao ya zamani waliokuwa wameyazoea, bali wanakusanyika pamoja wakiwa na mama Bikira Maria, mama wa Yesu. Na tunaambiwa kwamba katika kukaa pamoja kule walikuwa na kitu kimoja cha msingi katika utume wetu, au tunapomsubiri hata sisi Roho Mtakatifu, walikuwa kidumu katika sala. Ilikuwa sala ya pamoja, wanamsubiri huyo Roho Mtakatifu. Pengine tujiulize ni kwa nini somo hili liliandikwa? Mwinjili Luka alikuwa analenga nini? Mwinjili Luka alikuwa anataka kutuonyesha kwamba mwanzo wa kanisa kabla ya Pentekoste, anataka kutufundisha kwamba sala ya pamoja ndiyo msingi wa utume, kama ilivyokuwa pale mwanzo wa kanisa. Wale mitume baada ya Yesu kupaa wakasali pamoja, wakamsubiri Mungu Roho Mtakatifu, na sisi sala ya pamoja ni ya muhimu sana. Kanisa linalosali, linalodumu pamoja katika sala ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Na hapa nipende kusisitiza kwamba zinaweza zikawa sala za binafsi, mtu binafsi kama wewe, lakini sala zinaweza zikawa za familia, lakini pia sala za pamoja kama jumuiya, tukifuata mfano wa somo hili ambapo mama Bikira Maria alikuwa yuko pamoja na mitume wakidumu katika sala. Lakini Luka aliandika somo hili la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza akitaka vile vile kutuonesha kitu kimoja kikubwa sana, kwamba mazingira yalikuwa ni ya hofu na sintofahamu. Tukijua kwamba sasa Bwana wetu Yesu Kristo wameishamwona kwamba amefuka, lakini amepaa, hayuko tena kimwili pamoja nao. Pengine ni wazi walikuwa wameahidiwa kwamba watampata Roho Mtakatifu, lakini bado wanakuwa na hofu kwa sababu kulikuwa na vitisho vya hapa na pale, wakijua kwamba wao ni wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na wao labda wangeweza kukamatwa na kuuawa. Lakini hata kuondokewa kwa Bwana wao bado walikuwa hawajaimarika vizuri sana, kwa sababu walikuwa bado hawajampata Mungu Roho Mtakatifu. Sasa tunajifunza nini kutokana na somo hili? Katika somo hili niseme kwamba kitu cha muhimu na cha msingi kabisa ambacho ningependa kuanza nacho ni kusali pamoja na Maria tukimungoja Roho Mtakatifu. Mara nyingi kwenye makanisa yetu tuna novena ya Roho Mtakatifu,
zile siku 9 kabla ya Roho Mtakatifu huwa tuna novena, tunasali. Lakini hata vile huyu mama Bikira Maria, mama yetu, mama wa kanisa, tunaye katika kanisa. Ndiyo maana tunazo sala mbalimbali, mfano sala za Rozari, mfano mafumbo mbalimbali. Ndiyo maana tuna watu wana novena ya Bikira Maria. Watu wengi tunavutwa sana na mama Bikira Maria. Hapa Bikira Maria, ukisoma katika somo hili, alikuwa kweli na mitume wa Yesu, akiwaimarisha. Na Yesu pale msalabani alishasema kwamba, akimwambia Yohane mtume wa Yesu aliyempenda sana, kwamba basi mama, tazama mwanao. Huyo maana yake mama Bikira Maria, mtazame mtume yule Yohane, akituwakilisha sisi sote. Lakini vile vile na yule mtume ambaye Yesu alimpenda, alimwambia tazama mama yako. Maana yake na sisi tumtazame huyu mama yetu Bikira Maria. Kwa ndugu wapendwa, hapa tunaona mitume wakiwa pamoja na mama Bikira Maria, wakidumu kwa moyo mmoja katika sala. Yesu ameshapaa mbinguni, lakini hawajatawanyika kama ambavyo nimegusia, bali walibaki pamoja wakisali na kusubiri. Hili ni somo kubwa kwetu. Mara nyingi tunapotoka kwenye tukio kubwa la kiroho, hasa tunapopata matukio makubwa ya kiroho, inaweza ikawa kama si mapadre, umepata upadre kwa mfano, au labda watu wengine wamefanya hija fulani, mafungo fulani, au kongamano fulani la kiroho, huwa mara nyingi tunakimbilia kufanya mambo mengine baada ya matukio hayo. Lakini mitume wanatufundisha kitu kingine kilicho cha muhimu. Kwanza, kaa katika sala. Kaa mbele za Mungu, ngoja nguvu itokayo juu. Tunapopatwa au tunapokuwa na mambo haya ambayo yanagusa kiroho, yanatuacha katika hali nzuri, tudumu katika sala. Tusikimbilie kuacha sala na kwenda kwenye mambo mengine. Kuna maelekeo hayo, ndiyo. Lakini kitu kingine sambamba na hicho, ambacho kinaungana na hicho, tunaendelea na mama yetu Bikira Maria. Tunaona kwamba na hapo katikati yao yupo mama yetu, mama Bikira Maria. Hasemi mengi mama huyo, hatusikia anasema chochote, hatufundishi kwa maneno, haijaandikwa, bali uwepo wake katikati ya mitume ni fundisho kubwa kwetu. Yeye ndiye anayemngojea Mungu kwa imani tangu mwanzo. Mnafahamu alivyosema kwamba na iwe kwangu kama ulivyosema, pale malaika Gabrieli alivyomtokea na kumpasha habari kuwa atakuwa mama wa Mungu. Kumbe tangu mwanzo ni mama wa matumaini. Sasa anawafundisha mitume namna ya kusubiri kwa utulivu, kwa imani na kwa moyo mmoja. Na mimi hii tunapomsubiri Roho Mtakatifu katika kipindi hiki, au pengine tafakari hii umeipata siku yenyewe ya kushuka kwake Roho Mtakatifu, lakini hata nje ya kipindi hiki, mara nyingi tunapokuwa na sala, tunapokuwa pengine tunachokiomba, na hasa zile sala za kuomba, kama hatujapata kile tunachokiomba, wakati mwingine tunaweza tukayumba katika imani. Wakati mwingine pengine tunaona kwamba Mungu labda ametuchelewesha. Ili ni fundisho kwetu kwamba na sisi tudume na mama huyu, tudume katika sala na tubaki katika umoja na utulivu mkubwa. Lakini kitu kingine kwa namna ya pekee, pale penye sala ya pamoja, pale panakuja nguvu ya Roho Mtakatifu. Na pale Roho Mtakatifu anapokuja, hofu inaondoka, nguvu inazaliwa na utume unaanza. Tutaona, pengine sitaki kusema mengi kwa Jumapili hii mpaka Jumapili ijayo, tafakari nitakayoitoa ya siku ya Pentekoste. Mitume walipata nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaimarishwa, ndio wakaanza kwenda kuhubiri neno la Mungu. Lakini kwa hapa unaona kwamba lazima na sisi kama tunataka kufanya kazi vizuri, lazima tuwe na umoja. Pale palipo na umoja, ndio maana hata Yesu mwenyewe alisema, palipo wawili au watatu wameunganika kwa pamoja,
na mimi nipo katikati yao. Kuna sisi itufundishe hilo. Na pengine leo wewe na mimi tujiulize, je, nasubiri kwa imani au kwa wasiwasi katika maombi yangu nayomtolea Mwenyezi Mungu? Hali yangu ikoje? Wanasubiri kwa imani au kwa wasiwasi? Watu wengi unaweza kutana kuuliza, nisaidieni, au mimi nashindwa kuelewa, mbona nasali lakini mbona majibu yangu hayajaja? Pengine tumezoea tunapochota maji, mfano naenda kwenye tapu ya maji, unafungua maji yanakuja kwenye ndoo mara moja. Au wale wenye pesa benki, anapeleka kadi, anaweka kwenye mashine ya benki, anaweka namba ya siri, pesa zinakuja mara moja, nyingi sana. Tumezoea vitu vya papo kwa hapo, simu unapiga mtu anapokea. Tumezoea ndio au hapana. Nabonyeza hapa nategemea nipate hapa. Mwanafunzi afanye mtihani nategemea afaulu. Vitu vya papo kwa hapo. Lakini niseme kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu hana muda, Mungu hafungwi na muda, Mungu hafungwi na mahala. Kwa Mwenyezi Mungu pengine kwetu tunapoona labda ni mwaka mmoja au miaka 10, mbele ya Mwenyezi Mungu pengine ni kama sekunde moja. Kwa hiyo Mungu kwa kitu cha kwanza anatupatia maombi yetu, anajibu maombi yetu kwa muda anaotaka yeye, ambapo anaona kweli hapa ni jibu ombi hili la mtu huyu. Na kwa vile ni Mungu na muumba wetu, hatuwezi tukamharakisha tukataka atende kama sisi tunavyotenda. Huyu ni Mungu wetu. Lakini na kitu cha pili, Mungu anajua yote hata kabla hatujamuomba. Na pengine tunaweza tukawa tuombi vizuri, inawezekana. Unaomba labda mfano nipate utajiri, lakini Mwenyezi Mungu akaona pengine utajiri kwako si kitu namba moja. Labda kitu namba moja kwa sasa ni kupatia amani ndani ya familia yako, wewe na watoto wako, wewe na mume wako, wewe na watoto wako. Au akasema basi ni kupatia una mahusiano mazuri na watu, pengine una mahusiano mazuri na watu. Kwa hiyo ndio maana mimi huwa nikisali nasema kwamba mapenzi yako yatimizwe na yote tumwachie Mwenyezi Mungu. Kumbe tujiulize tena swala la pili, na je, namruhusu Maria nifundishe kusali mbele za Mungu? Mama Bikira Maria huyu atufundishe namna ya kusali, kwamba tunapaswa kusali vizuri na kwa imani. Somo la pili ambalo nitagusia kwa ufupi linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 4 aya ya 13 mpaka ya 16. Mtume Petro hapa ni kuombe somo hilo lisome vizuri. Anawahimiza Wakristo wasishutuke, wasiwe na wasiwasi, wasiwe na hofu wanapoteswa kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Na hapa tunajua kwamba kanisa la mwanzo liliteswa sana. Mitume takriban wote waliuawa isipokuwa wawili, Yuda Iskariota aliyejiua, lakini na mtume Yohane ambaye alikufa kama mzee lakini katika mateso huko kisiwani. Wengine 10 waliuawa. Lakini si hao tu, hata wafuasi wale wa mwanzo. Na ndiyo maana utakuta kwa mfano mashahidi wengi katika kanisa letu tunawakuta katika karne ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa Petro hapa anapoandika karne ya kwanza, madhulumu yalikuwa ni mengi dhidi ya Wakristo, lakini Petro anawaimarisha na anawaambia kwamba mateso hayo ni ushiriki wa mateso ya Kristo na ni njia pekee ya kuingia katika utukufu wake. Mpendwa taifa la Mungu, na wewe inawezekana ukawa unapitia mateso fulani, magonjwa, labda mambo ya kimahusiano katika familia. Usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe, Mungu anakutambua. Na hata kama mko waamini wa Katoliki, wa Kristo, mnadharauliwa, mnateswa kama ile kanisa la mwanzo kwa namna moja au nyingine, usikate tamaa. Hata wale mnaomhubiri Kristo, kuna mara ambapo mnaweza mkawa mnasikia maumivu, mnateswa na kadhalika, lakini msikate tamaa. Nimalizie tu kwa ufupi kwa dakika chache Injili ambayo ni Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 1 mpaka ya 11. Hii ni sehemu ya sala ya kikwani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu anawaombea mitume wake kwa Baba, kwamba Baba awatukuze, Baba awalinde, Baba wahifadhi katika umoja
kwa sababu yeye anarejea kwa Baba, lakini wao wanabaki hapa duniani. Hicho na sisi ndicho tunachokihitaji katika kanisa la leo. Baba atulinde, atuhifadhi katika umoja, na Yesu ndio maana aliombea umoja, kwa sababu alijua tukiwa na umoja kweli tutajionyesha wazi, hata watu watakaotuona watajua kwamba hawa ni wafuasi wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuliko tukiwa tumegawanyika. Kwa wapendwa ndugu zangu, Yesu anaendelea kutuombea hata sisi leo. Umoja wa Wakristo ni mapenzi ya Kristo mwenyewe. Sala ya Yohana aliyosali, tuko duniani, hatuko peke yetu, tunalindwa kwa nguvu ya kimungu. Kwa hiyo usiwe na hofu. Kwa hiyo tuendelee kusali pamoja na Mama Bikira Maria, tuendelee kusali katika umoja, na sisi tukiendelea kumwomba Mungu Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste Jumapili inayokuja aweze kutuimarisha na sisi, na kutakia wakati mwema. Tuombeane daima katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.